kimya cha muda mrefu kuzuru eneo la Mlima Kenya, mikakati ya hivi punde ya Rais William Ruto inaonekana kubadili taswira hiyo na kurejelea uhusiano wake na wakazi wa Mlima Kenya. Naam, rais akifanya mkutano huko Sagana na wanachama na viongozi wa UDA kutoka eneo hilo, amenadi maendeleo yake na kusisitiza kwamba hakuna yeyote atakayemtenganisha na eneo hilo. Na Melita Oletenge anaarifu zaidi. Ushawishi wake ulisemekana kufifia Mlima Kenya baada ya kitumbua kuingia mchanga cha uhusiano wake kisiasa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Moriega. Lakini Rais William Ruto ameonekana kwenda kinyume na dhana hiyo kwa kurejea Mlima Kenya baada ya kimya cha muda mrefu kunadi sera zake. Hii leo akifanya mkutano na wanachama na viongozi wa UDA katika ikulu ndogo ya Sagana. Mimi nimepangana na nyinyi, na kama kuna mtu anafikiria ati ataharibu urafiki mimi nimejenga pamoja na nyinyi, huyo ni mtu anaota ndoto ya mchana. Mimi siwachani na nyinyi, muanze kujipanga. Rais William Ruto ameonekana kukumbwa na upinzani Mlima Kenya kutoka kwa aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua, anayedai kwamba rais amelitenga eneo hilo kimaendeleo. Na mimi sio mtu ambaye nimeharibu nafasi yenu. Mimi sijaharibu kura zenu. Mimi sijaharibu nafasi mmenipatia. Yale mambo yote nimesema hapa mnaweza kudhibitisha. Baadhi ya viongozi wa Mlima Kenya wamempigia debe Rais William Ruto na kumhakikishia kwamba uhusiano wake na Mlima Kenya uko imara. Hapa ni nyumbani, hapa ni kwako, na hapa tuko karibu, tumekukaribisha. Rais, yale mambo yamebaki Nyeri, ukikamilisha mimi nitasema 2 term. Watu wa mlima ndio hawa, wale ambao unaambiwa ya kwamba they are not supporting the government, sijui ni akina nani. Viongozi wa chama cha UDA wakiahidi kwamba ngoma ya UDA itarindima tena Mlima Kenya kama ilivyokuwa awali, huku Rais William Ruto akitilia mkazo mikakati ya serikali kuzingatia maendeleo katika eneo hilo. Melita Oletenge, Runinga Citizen.